Ikiwa ligi kuu Tanzania bara inafikia katika raundi ya 30 katika msimu wa mwaka 2024-2025, Simba Sport anaenda kukutana na timu ya Kagera Sugar. Sasa kocha msaidizi wa Simba Sport anayefahamika kama Selemani Matola anasema kuwa Kagera Sugar hawana cha kupoteza kwa kuwa wameshashuka daraja, ila wachezaji wa Kagera watataka kuonesha viwango vyao ili waweze kusajiliwa kwenye timu ambazo zinasalia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Amesema mechi hiyo itakuwa na upinzani mkubwa na wao pia wanahitaji alama 3 ili kujiweka vizuri kwenye mbio za ubingwa. Ni kweli kama nilivyosema mwanzoni hapa, tunakutana na timu ambayo haina cha kupoteza, na siku zote unapocheza na timu ambayo haina cha kupoteza, wao wanacheza hawana pressure. Sisi tunatafuta kitu ambacho ili tuende kwenye ubingwa. Kwa hiyo sisi tutakuwa tuna pressure kubwa sana kuliko wao. Kwa wao watakuwa relax kuliko sisi. Na kama nilivyosema mwanzoni, watacheza kwa juhudi kwa sababu timu imeshuka, lakini siku zote mchezaji anakuwa hapendi kushuka. Kwa hiyo atataka aonyeshe ili aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo nasema kwamba itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu wao hawana cha kupoteza. Pamoja na yote sisi tunalifahamu hilo. Tumejipanga na ugumu wote utakojitokeza kwenye mchezo wa kesho tuhakikishe tunapata alama zote 3. Ukiangalia kama nilivyosema, tuna wiki, ndani ya wiki tuna mechi 3, tuna game 3 mfululizo. Kwa hiyo sidhani kama kila baada ya siku 2 unaweza kutumia wachezaji wale. Siku zote wachezaji ambao sio mashine, naweza kusema kwamba ni kweli katika game zilizobaki hizi lazima tufanye rotation, hatuwezi kuchezesha wachezaji wale. Kwa mimi nafikiri tutegemee rotation katika mchezo wa kesho. Hakuna ukweli wote, kama tungekuwa tunaridhika mechi iliyopita tumeweza kushinda kwa kiwango cha goli 5. Nafikiri kama tungekuwa na watu wa kuridhika tusingeweza kupata goli 5 zile. Kwa hiyo mimi nafikiri yanaongelewa, na kama lipo basi tutaendelea kulifanyia kazi tuhakikishe kitu kama hicho kiweze kutokea katika mchezo wa kesho. Mwalimu, ni mchezo wa mwisho kwa Simba katika uwanja wake wa nyumbani KMC Complex. Zungumza na mashabiki wa Simba kualika kuelekea mchezo huu. Kwanza niwapongeze na niwashukuru sana. Mashabiki wa Simba wamekuwa na sisi kila tunapokwenda na katika kila hatua. Kwa hiyo tulianza nao pamoja. Kwa hiyo mimi nawaomba kesho waweze kufika kwa wingi, watupe support kwa sababu ni mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Na sisi tunawaambia kwamba tutawapa burudani na kuwafurahisha kufanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho. Lakini kwa upande wake kocha msaidizi wa Kagera Sugar ambaye anafahamika kama Idi Simba amezungumza kwenda kuwakabili Simba Sport. Wanaenda kuwakabili vipi Simba Sport katika mchezo huo? Kwa sisi kama Kagera Sugar tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua Simba ni moja ya timu kubwa kwa ligi kuu NBC. Lakini na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuonesha upinzani kwa ajili ya mchezo wa kesho. Shukuru mtanange. Kucheza na Simba tayari ni motisha kwa mchezaji yote ambaye anacheza ligi kuu Tanzania bara. Sisi motisha kubwa tulitumia kwenye mchezo wa Namungo. Kama mliangalia game ya Namungo, the way ambavyo tulivyocheza, ile ndio game ambayo tulitumia kwa ajili ya motisha. Kwa hiyo kuja kucheza na Simba inakuwa hautumii nguvu kubwa sana kwa motivate wachezaji, kwa sababu kucheza na Simba ni tayari inakuwa ni motisha kwa mchezaji. Ni kweli tulicheza na Azam tukapoteza 1-0, tukacheza na Yanga tukapoteza 4, then tunakutana na Simba. Simba tulicheza naye mechi ya kwanza tukiwa nyumbani Kagera tukatoka 5-2. Kwa obvious unaona kuna room ya sisi kuweza kumfunga Simba ya goli lolote. Kwa tutarajie goli linaweza likapatikana. Shukuru Mpenja. Kama nilivyosema awali, kucheza na Simba tayari unakuwa na motisha. Na sisi japo tumeshuka daraja, lakini ni moja ya timu ambayo ukiangalia katika timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu msimu huu ni sisi, Yanga na Simba nadhani na Azam ndio tuko ligi kuu kwa muda mrefu zaidi ya miaka 15. Kwa hiyo ni lazima tutahitaji kutoka kwa heshima, tutokubali tu kutoka bila heshima. Kwa hiyo tutatoka kwa heshima. Usipofikisha malengo lazima utaumia. Katika mechi ambazo zilitumiza ni zile ambazo zilikuwa za kuelekea kwenye kujitoa kwenye danger zone kwenda kwenye playoff. Bahati mbaya zote tulipoteza. Malengo kule ya kutimia, lakini kwa sasa hizi mechi tunazitumia pia katika kuchukua vijana wetu wa under 20, tunawatumia kwa ajili ya kuanza maandalizi yetu ya championship. Kwa hiyo usitarajie kwamba tutacheza azifu kwamba hatuna chochote ambacho tunakihitaji. Sisi sasa hizi tunacheza azifu kwamba tunaiandaa timu yetu kwa ajili ya championship. Kwa lazima tucheze kwa ushindani, na ndio maana nakwambia wachezaji wetu watakuwa na motisha kwa sababu wanajiandaa kwa ajili ya ligi ya msimu unaofuatia ya championship. Kwa hiyo tutakuwa na ushindani. Yaani kama tuko pre-season fulani hivi. Kwa hiyo lazima tucheze kwa ushindani. Hatuwezi kucheza tu just kukamilisha ratiba. Kimsingi tumebakia na mchezo mmoja ambao uko mkononi wetu, ambao zidi na Simba.
Kwa maandalizi ambayo tumefanya na tuna maandalizi ya mwisho siku ya leo kama wachezaji na mwalimu benchi la ufundi, kwa maandalizi ambayo tumefanya na mwisho leo ambayo tunaenda kujiandaa tena, naamini tutegemee mchezo mzuri siku ya kesho. Hamna kingine nicho. Msingi tushashuka, lakini kama wachezaji bado kuendelea kulinda brand zetu, umeona. Kwa hiyo wote tuna morali ya juu kwa sababu tunajua tushashuka. Hamna kingine cha kupoteza zaidi ya kwenda kucheza tu mpira mzuri, watu wafurahie. Vinginevyo pia wengine ambao wanaweza kujiuza wajiuze tu. Kwa hiyo kwa sasa hatuna cha kupoteza na tuna morali ya juu. Naamini tushacheza mechi 29 mpaka sasa hivi. Wa kuona ameona nini kafanya. Simeelewa leo tuna hiyo, kesho tunaenda kukamilisha. Simeelewa, lakini tunachohitaji kama wachezaji ni kukamilisha vizuri. Lakini kuanzia mechi 29 hadi leo naamini kama kitu kizuri kimeonekana, kitu kibaya kishaonekana. Kama nazidi kusema kwamba kwa maandalizi ambayo tunafanya tutegemee mchezo mzuri kesho. Wana Kagera wategemee tu mpira mzuri siku ya kesho. Umeona kwa sababu wanajua tumeshuka, lakini kazi kubwa tumefanya. Na ndio maana wanaita ushindani. Kuna ushindani lazima kuna mtu atashinda, kuna mtu atashindwa. Kwa hiyo si imetukuta kwenye kushindwa, lakini sio kama sisi ni wabovu. Tutacheza mpira mzuri. Naamini siku ya kesho wategemee mpira mzuri.